viongozi wa matawi ya mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani kama Pwani ambao nimeona hapa, baraza la wazee wa klabu ya Yanga, ndugu zangu wanahabari. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 20 ambayo tumeitenga kuwa siku maalum ya sisi wanachama wa Yanga kupitia viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam kuja na kutoa maelezo yetu ama tamko letu la kuwashauri viongozi wetu wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya mechi ya tarehe 8 mwezi wa Machi huu kuvurugika pale uwanja wa Benjamin, klabu yetu walitoa tamko rasmi ambalo lilionyesha kwamba hatutacheza tena mechi ya marudiano na wenzetu Simba, kwa sababu tuliamini kwamba tumeshamaliza mechi ile. Lakini katika taarifa ile, klabu kupitia kamati ya utendaji kwenye tamko lao waliainisha mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo wamevielezea ni kwamba tumepata hasara zaidi ya milioni 58 ambazo zimesababishwa na baadhi ya watu wachache ambao walivuruga mechi ile. Lakini pia walidai kwamba ni vizuri tukapewa pointi 3 kwa sababu tulitimiza kila aina ya kanuni ambayo ilitakiwa kwenye mechi ile. Lakini wakaenda pale zaidi kwamba wanachama, wapenzi na mashabiki wetu wamesumbuka, wamepata tabu kutoka mikoa mbalimbali na hapa Dar es Salaam pia kwenda uwanjani kuisupport timu yetu, lakini mechi haikuwepo. Hivyo ni usumbufu ambao umefanywa na baadhi ya viongozi wachache wenye mamlaka ya kuongoza mpira wa nchi hii. Waliwapa TFF masaa 72 kujibu barua yetu. Tunaamini barua yetu imejibiwa na klabu haikuridhika na majibu ya barua ile, ndio maana klabu yetu wamekata rufaa FIFA kwa maana ya chombo kinachoshughulika na migogoro ama usuluhishi kule kasi. Imani yetu kama mkoa wa Dar es Salaam, kwanza tuna imani na viongozi wetu. Tunaamini wamefanya hivi kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Na sisi kama mkoa tunawaunga mkono kwa jitihada hizo, na tunasema swala hili tunaliacha mpaka hapo tamko kutoka kasi litakapotolewa. Tunaamini kwamba viongozi wetu wako makini. Viongozi wako makini na wako tayari kwa maana kwa ajili ya kuitetea klabu yetu. Lakini ndugu zangu, mtakumbuka kwamba kabla hatujajibiwa barua yetu, kitu ambacho sasa kimeleta taharuki kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga ni pale baada ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF alipoibuka na kuanza kutoa shutuma, dharau, kejeli na matusi kwa wanayanga. Hili ndio limetusababisha sasa tuamke tuje tuseme hapana, Yanga ina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Amen. Kwenye kauli ya rais wa TFF ambao alipigiwa simu na kituo kimoja cha redio, akaulizwa swali, lakini badala ya kujibu swali alianza kuwashutumu, kuwatukana, na tunaamini alitulenga sisi kwa sababu sisi ndio tuliandika barua kupeleka TFF. Kwa shutuma zile ama kejeli zile ama dharau zile ziliwalenga wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga. Moja ya dharau ambazo umetuambia ni kwamba
hao wanaodai hayo yaliyodaiwa kwenye barua ile ni mambo ya kitoto na ya kijinga. Tunaamini rais wa shirikisho la mpira wa miguu amemaanisha wanayanga ni watoto na ni wajinga. Bora uwe mtoto uwe mwerevu, lakini ni watoto alafu ni wajinga. Hili limetukera, limetuudhi na limetusikitisha kama wanayanga. Lakini mbali zaidi akaingia kwa viongozi wetu ambao sisi wanayanga tuliamini tumewachagua viongozi makini, viongozi wenye nia thabiti ya kuendeleza klabu yetu, viongozi ambao tuliwapima tukaamini wanatosha ndani ya uongozi wetu. Akasema nao wana makando kando. Kwa hiyo wale tunawaambia awajibishe bodi ya ligi, nao waangalie viongozi wao wana haki gani ya kuendelea kuongoza kati nao si waadilifu. Hili nalo tunadhani rais wa TFF ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ametukosea sana wanayanga. Labda aje atuambie sasa. Sababu sisi hatuoni. Hatujawahi kuona ubovu wa viongozi wetu. Na laiti tungeona ubovu wa viongozi wetu, tungeshawajibisha. Yanga hatuna sibili na mtu mbovu kwetu. Amen. Labda sasa rais aje atuambie ubovu wa viongozi wetu ni upi? Udhaifu wa viongozi wetu ni upi? Ili tuone kama tunaweza kuwajibisha, tuwajibishe, kwa sababu hatuwezi kukaa na watu wabovu na sisi pia. Tunaamini kabisa yale waliotuahidi viongozi wetu wa klabu chini ya Rais Engineer Hersi na wajumbe wa kamati ya utendaji wameatekeleza kwa 85% ama 90% kabla hata ya muda wao kumalizika. Leo kutuambia viongozi wetu ni wabovu, rais ametukosea sana wanayanga. Mbali zaidi sasa, rais wa TFF akasema hawa wanaodai kwamba ni wawajibishe bodi ya ligi wasinijaribu, wasitujaribu TFF. Tutakuwa wakali na kuchukua hatua stahiki. Tunajiuliza, hivi kumwambia kwamba tunahitaji kupata kanuni iliyoahirisha Machi 8 tunamjaribu? Hivi hatuna haki ya kuhoji kwamba kanuni gani imetumika kuahirisha mechi ya tarehe 8? Hivi haoni thamani ya Yanga? Tunasema rais ametukosea sana. Lakini akatuambia tena, kwa maelezo ya rais, akatuambia tena wale wote wanaodai mambo haya watuachie mpira wetu wakacheze sinema. Dharau kubwa sana. Hili nalo tunaona bado ni dharau za rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini kwa wanachama na wapenzi na mashabiki wa Yanga Afrika. Historia ya klabu inatuonyesha waasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, na mzee wetu Abeid Amani Karume walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa nchi hii wakitumia michezo, wakitumia klabu hii ya Yanga Afrika. Uhuru wa Tanzania ambao ulipatikana mwaka 61, klabu hii ina mchango mkubwa sana. Madhumuni ya kuanzisha klabu hii ni kuunganisha Watanzania kwenye swala la michezo. Michezo imetuunganisha. Klabu hii haijali dini ya mtu. Klabu hii haijali kabila la mtu. Klabu hii haijali itikadi ya kisiasa ya mtu. Tumeungana wote kwa nembo ya Young Africans. Hapa kuna watu wa vyama vyote, kuna watu wa dini zote, kuna makabila yote, tumeunganishwa kwa ajili ya Young Africans. Leo kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Kwanza amedhalilisha tasnia ya sinema nchini. Ndio. Tasnia ya filamu amedhalilisha kwamba ni mchezo mbovu, ni mchezo ambao hauna maana, ni mchezo unaochezwa na watoto na watu wajinga. Yanga Afrika, tuna tawi la Yanga ambalo wamelipa ada
tawi lenye thamani kubwa kwetu, tawi la wasanii ambalo limejumuisha wasanii wote wa hapa Tanzania. Tunamwambia rais wa shirikisho ametukosea. Lakini ndio tunasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan anapambana sana kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua. Jitihada za rais kila mtu anaziona. Anapambana mwana mama yule. Leo anatokea mtu kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Tunauliza, hivi tukiamua kutoka wanayanga wote tukacheze sinema, si tuna wasanii tayari? Tunacheza filamu tayari. Tunaweza kwenda kujifunza filamu kama alivyotuambia. Lakini je, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba michezo inakuwa, mpira miguu unakuwa, atatuelewa? Sasa tuna sisi wasaliti wa taifa letu. Tunamuomba waziri wa michezo nchini, tunamuomba baraza la michezo nchini, hebu waamke, waangalie haya matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanajikinga kwamba hakuna mtu wa kuingilia, wao wanalindwa na sheria ya CAF. FIFA hairuhusu kuingiliwa. Tunaomba serikali sasa iangalie. Huyu mtu anatugawa. Nchi inaelekea kwenye chani kesho kutwa mwezi wa 8. Leo wana Yanga tunategemea kutoka kumwachia michezo yake. Hamuoni kama tunakuwa tunafanya vibaya kwenye taifa letu? Mtu mmoja anasababisha nchi yumbe. Tunasema haiwezekani. Bado tuna nafasi ya kwenda chini, atuombe radhi. Atuombe radhi ili wana Yanga wakujue roho zao. Atuombe radhi ili turudi kutengeneza michezo nchini. Atuombe radhi ili tuende tukasimame tukiwa Tanzania wamoja, tukienda kwenye chani mwezi wa 8, tukitegemea kwamba mechi ya Tanzania, mashindano ya Tanzania, Watanzania wote tuna kila sababu ya kushikamana, kuungana, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa mashindano ya chani. Lakini hatuwezi kushikamana wakati tayari ashatutoa sisi. Hatuwezi kushikamana wakati hatutaki. Kwa tunaomba wenye mamlaka ya juu zaidi waliangalie hili kwamba nchi inakwenda kugawanyika kwa sababu ya matukio ya mtu mmoja. Ndugu zangu, wana Dar es Salaam tumechukizwa. Wana Dar es Salaam hatukufurahishwa. Tumetukaniwa viongozi wetu. Tumetukanwa na mtu ambaye hatujui ni kwa nini akafanya vile. Kwa tunamwomba Mheshimiwa Rais wa TFF, tunaamini amefanya mambo makubwa sana ya mpira hapa nchini, lakini kwa hili tunamwomba atuombe radhi ili turudishe moyo wetu kwake, tuendeleze michezo hapa nchini. Hili ni tamko la watu wa Dar es Salaam ambalo tuliona tuwaite wanahabari, tuwaeleze kwamba Dar es Salaam hatukufurahishwa na kauli ya rais wa shirikisho la michezo nchini. Masuala ya mechi ya tarehe 8 yako kasi, tunasubiri maamuzi yatakapotolewa. Tutakuja na tamko lingine kwamba tunafanyaje baada ya maamuzi ya kasi kule. Tukishinda tutashangilia, tukishinda tutakuwa na tamko kwamba tunakwendaje kwenye mechi ambayo wataipanga wao. Hatuna sababu ya kugombana na watu. Tumekwenda kutafuta haki yetu kule kasi, tunategemea tutapata haki. Lakini ikitokea na kutokea, tutakuja na makauli mengine kwenu kwamba sasa Dar es Salaam tunashauri viongozi wetu. Tunachowaomba viongozi wetu kama utendaji, wasimame imara, wasisikilize propaganda za watu wengine, twende watutekeleze kile ambacho wametuahidi. Wamekwenda kasi, wamemaliza kasi, wakati huo tunaendelea na mambo mengine kama klabu, tunaendelea na ligi, tunaendelea na mambo mengine, lakini tunasema rais wa michezo ili turudishe moyo kwake, atuombe radhi kwa hiki alichotufanyia. Asante sana. Wenzangu watakuwa na mambo ya kuendelea kidogo. Karibu ndugu yangu. Shukrani wana viongozi wa matawi pamoja na wanahabari ambao mmehudhuria kwenye tamko hili la viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam. Na kama ilivyo ada na desturi ya klabu yetu, kwa mujibu wa katiba ya klabu yetu, pale zinapotokea changamoto zinazohusiana na uendeshaji wa mpira wetu,
hususan kwenye klabu yetu, basi na sisi kama wanachama wa Young Africans ambao tupo kwa mujibu wa katiba, tunapaswa kutoa matamko ambayo yanakwenda kuwaweka sawa viongozi wetu wa matawi na wa Tanzania kwa ujumla. Kama alivyotangulia kusema mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam katika tamko ambalo amelitabanisha kwenu, ni kwamba ni kweli kama wanachama wa Yanga hususan viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam, kazia ambayo imetokana na kiongozi wa mamlaka ya juu kabisa ya mpira wetu ni kwamba hakututendea haki kwa sababu anatambua klabu ya Yanga ni klabu kubwa katika taifa letu, ni moja ya taasisi ya mpira kubwa kuliko taasisi zote za mpira katika taifa letu, ni klabu ambayo inadumisha na kuendeleza mahusiano ya kindugu na kiutu miongoni mwa vilabu vyote vya soka katika taifa letu. Na hili napenda niwakumbushe wanahabari kwamba taifa letu wakati hizi klabu kongwe kwa maana ya klabu za Dar es Salaam zilikuwa na klabu rafiki kwenye mikoa kadha wa kadha. Na klabu yetu katika kila mkoa tulikuwa tunatengeneza mahusiano ya kiurafiki na kindugu. Na nitawapeni mfano, mkoa wa Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo klabu yetu ya Young Africans ina klabu rafiki na ndugu. Hali kadhalika kwenye klabu nyingine ya Kariakoo ilikuwa ina rafiki katika mkoa wa Tanga. Na mkoa wa Tanga ulikuwa na klabu mbili, klabu ya Coastal Union pamoja na klabu ya African Sports. Klabu ya Coastal Union haikuwa miongoni mwa klabu rafiki wa klabu ya Yanga. Lakini walipata tatizo. Walikuwa wanahitaji wapate fedha kwa ajili ya kununua eneo lao ambalo wanaishi kwa maana ya makazi ya ofisi yao pale Tanga. Na klabu rafiki yao ambaye yupo hapa Dar es Salaam walimualika kwenye ule mwaliko, hakwenda. Si ndivyo? Lakini kutokana na udugu na utamaduni wa viongozi wetu wa kutengeneza mahusiano miongoni mwa clubs ndani ya taifa letu, walipata short message ya mwaliko wa kwenda kucheza Tanga ili ile klabu tu ipate fedha kwa ajili ya kununua eneo ambalo wanaishi mpaka leo. Klabu ya Yanga haikuangalia kwamba huyu ni rafiki wa mpinzani wetu, hasimu wetu, lakini klabu ya Yanga waliukubali ule pale mwaliko katika muda mfupi, na klabu ya Yanga ikatoka hapa ikaenda kucheza mechi kule Tanga, na makusanyo yote ya ile fedha ya kile kiingilio cha ile mechi walikabidhiwa klabu ya Coastal Union ambao walikwenda kununua nini? Nyumba ambayo mpaka leo wanaishi. Nimezungumza hili kuonyesha kwamba klabu ya Yanga ni klabu ya aina gani. Ni klabu ambayo inaheshimu utu, ni klabu ya watu waungwana ambao tupo kwa ajili ya kuendeleza michezo kwenye taifa letu. Sasa kazi ya hii ambayo imetoka kwa kiongozi wa juu wa mamlaka ya mpira kutoa lugha ambazo hazikuwa lugha sahihi kwa watu ambao tunaamini ni miongoni mwa vilabu vyake, kwa sababu rais wa mpira wa nchi ni rais wa vilabu vyote. Yeye ndio kiongozi wa mwisho kabisa wa mpira kwenye taifa letu. Unapotoa kauli inayokuja na mapokeo hasi kutoka kwa klabu moja, maana yake ni kwamba wewe kiongozi wa mpira wa juu umechagua upande kwenye jambo ambalo klabu nyingine inadai haki yake ya kimsingi kabisa, haki ya kikanuni. Yanga haidai haki ya kibusara, haidai haki ya hekima, kwa maana ipo jambo hili, jambo la kikanuni waga tunapenda litatuliwe kikanuni, jambo la kisheria litatuliwe kisheria, jambo la busara litatuliwe kwa busara. Sasa leo hii mamlaka za mpira zimetabainisha, inavielekeza vilabu vyake kwamba tufuate kanuni, sheria na miongozo yake kwenye kuusimamia mpira wa miguu katika taifa letu. Basi tunapenda kanuni zile na viongozi wa mpira nao wazifuate. Leo hii rais anapokuja kuzungumza maneno ambayo yanaashiria kuwadharau, yanaashiria kuwakebei klabu nyingine, alafu klabu hiyo sio klabu ndogo, ni klabu kubwa,
ni kuukosea heshima mpira wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama wana Dar es Salaam, yamezungumzwa mengi, yametoka matamko mengi, lakini kubwa, ili mpira tuwe na imani, tuendelee kumheshimu na kumtii kiongozi wetu, ni kutoka hadharani kufuta kauli zake na kuwaomba radhi kwa Young African, kwa sababu wao ndio wahanga katika hiki kinachoendelea kwenye mpira wake, kwa sababu tunadai haki yetu ambao tunaamini kanuni zingefuatiliwa kwa uweledi na wale wasimamizi wa mpira kwenye taifa hili, naamini huku kote tusingefika. Lakini tulikopelekea tumefika huko tulikofika ni kwa sababu kuna watu wanaamini tuishi kwenye busara na hekima kuliko kufuata kanuni na taratibu za mpira zinavyotaka. Sasa sisi kama Young Africans, ametangulia kusema mratibu, tumeona matamko ya viongozi wetu, tumekwenda vyombo vya juu kabisa vya kudai haki yetu itakapokuwa imepatikana, tunaamini tutarejea kwenye mashirikiano. Lakini je, tunashirikiana vipi na mtu ambaye tayari ameshatoka hadharani kutudharau, ameshatoka hadharani kutukebei, ameshatoka hadharani kutuelekeza wapi twende tukajiunge na michezo mingine nje ya football? Kwa hiyo sisi kama wanayanga, ni kwa maana kwamba tunaheshimu, tunakwenda kwenye mashindano ya Chani, tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON, taifa letu linakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa nchi, na sisi ni waumini wa kulinda na kuendeleza amani tuliyokuwa nayo. Hatutaki klabu ya Young African ikiwa sehemu ya kuleta matatizo katika kipindi ambacho taifa inaelekea kwenye mambo muhimu ya msingi kwenye taifa letu. Kwa hiyo katika lugha ya kiungwana kabisa, na mkubwa akikosea kuomba radhi wala sio dhambi, kuwataka radhi waliowakosea wala haionyeshi kwamba yeye ana mapungufu kwenye uongozi wake. Kikubwa ni kwamba tunamtaka rais wa mpira wa taifa hili atoke hadharani, atengue kauli zake, awaombe radhi wanayanga, awaombe radhi watu wa mpira kwenye dunia hii, ili na sisi tuwe na imani na kushirikiana naye kwa moyo mkunjufu katika kuendeleza mpira wa taifa hili kama yeye anavyojinasibu kwamba anaendeleza mpira wa taifa letu, na sisi tumunge mkono. Tunaamini tumeongea katika lugha ya kiungwana kabisa, kwa sababu sisi ndio klabu kubwa kongwe yenye mafanikio makubwa kwenye taifa hili, na asiache kulizingatia. Ndio klabu yenye watu wengi, ndio klabu yenye wanachama wengi, ndio klabu yenye washabiki wengi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye taifa hili. Kwa hiyo kuikosea heshima, kuikosea adabu, kuipa lugha za kuibangaza klabu yetu ni kuwakosea wanayanga ambao naamini wapo wanaowajua na wapo wasiowajua. Kwa hiyo tunachukua tahadhari kama viongozi wa Yanga, matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam, ni kwamba muungwana kuomba radhi ni moja ya muendelezo wa uungwana kwenye uongozi wake. Uongozi ni jarara, sisi sote ni watu wake. Anapokuwa ametukwaza, apitie njia ile ile aliyotukwaza kuja kututaka radhi ili maisha yaendelee. Asante.